Ni bonge la mechi, unaweza kusema hivyo. Yanga dhidi ya Mbeya City. Wenyeji Mbeya City kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, chini ya kocha wao Malale Hamsini, wamepata pointi moja muhimu kutokana na kiwango bora walichokionyesha, ambapo katika dakika zote 90 za mchezo Mbeya City walionekana kuzuia zaidi. Mwisho wa siku wakapata kile walichokihitaji. Walipata pointi moja muhimu, Yanga wakapata pointi moja kinyume cha matarajio ya kwenye makaratasi, kwa sababu kwenye mechi hii kabla ya kuchezwa kwake matarajio kwa wengi pengine ilikuwa ni kwamba Yanga wanakwenda kushinda. Ni kwa sababu Mbeya City ni timu iliyopanda daraja, iliyorejea katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Mbeya City wachezaji wake hawana madaraja ya juu katika baadhi ya nafasi kulinganisha na Yanga. Yanga ni mabingwa mara 4 mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga walitoa ubingwa kwa rekodi nzito wakifunga mabao 83, pointi 82. Yanga katika mechi ya kwanza waliwafunga Pamba Jiji bao 3-0. Yanga wametoka kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya awali kwa kucheza dhidi ya Wydad ya Angola na kupata matokeo ya jumla ya mabao 5-0. Yanga kabla ya mechi ya leo dhidi ya Mbeya City walikuwa wameshacheza mechi 9 chini ya kocha Romain Folz, 4 rasmi kwa maana ya mechi ya ngao ya jamii dhidi ya watani wao wa jadi Simba, mechi ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Pamba Jiji na mechi 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mechi zote 9 Yanga walikuwa wameshinda zote, hawana sare, wakifunga mabao 21, wakiruhusu mabao 3. Katika mechi rasmi zile 4, mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Pamba Jiji, mechi dhidi ya Wydad, Yanga ilikuwa imefunga mabao 9, haijaruhusu bao, imeshinda zote. Kwa sababu hiyo ilikuwa inashawishi kwamba pengine Yanga ilikuwa inakwenda kupata pointi 3 kwa wenyeji Mbeya City, lakini haikuwa hivyo. Katika dakika zote 90 za mchezo Mbeya City chini ya kocha wao Malale Hamsini ilicheza ikiwa kama timu ya pili katika muda mwingi wa mchezo, kwamba ikizuia zaidi kutokea chini, mashambulizi yake ni ya kujibu counter attack. Yanga chini ya Romain Folz kwenye kikosi chake leo hii alipanga eneo la kati, mbali ya Zuka Buya na Azizi Andabwile alianza na Mohamed Momo Dumbia, lengo haswa ikiwa ni pamoja na kuwezesha mpira kutembea katika eneo la ubunifu ili kujiongezea fursa za kufunga tangu mwanzo wa mchezo. Lakini Mbeya City wakiwa na walinzi wanaongozwa na Ibra Ame, wakiwamo pia kina Yahya Mbegu, Baraka mara nyingi walikuwa kwenye kiwango bora sana katika kuzuia, wakishambulia kwa kushtukiza, kupeleka mipira kwa kina Eliud Ambokile kwenda kwa kina Vitalis Mayanga. Matokeo yake ni nini? Ikawa Yanga wanamiliki zaidi mpira lakini hawapati nafasi wazi za kufunga. Hata hivyo katika dakika zote 90 za mchezo kuna matukio makubwa yaliyozua gumzo. Mojawapo ni katika kipindi cha kwanza, beki wa Yanga Ibra Baka, kuna tukio ilionekana kana kwamba mwamuzi Mdoe na wasaidizi wake wangeliona vizuri, pengine asingemaliza mchezo kwa kupewa kadi nyekundu. Ilikuwa amemchezea faulo Ibra Ame kwa kumpiga teke pasi na kuwapo na mpira yeye akiwa chini. Ni tukio ambalo hakika kama wangelishuhudia mwamuzi Mdoe na wasaidizi wake na wakaamua kwa usahihi, Ibra Baka angeweza kupata kadi nyekundu. Lakini kuna tukio lingine lilimhusisha Eliud Ambokile, alicheza faulo mbaya kwa Izra Mwenda, lakini naye alinusurika kutokana na mwamuzi Mdoe na wasaidizi wake kutoliamua vile ambavyo pengine lilistahili. Lakini tukio lingine katika kipindi cha pili, dakika ya 54, Yanga walikaribia kupata mkwaju wa penalty. Ni mpira wa kona, ulipigwa vizuri. Azizi Andabwile, mchezaji alikuwa kwenye kiwango bora sana cha kucheza mpira wa kutenga kwa hivi karibuni, aliunganisha kichwa kizuri. Mateo Anton akaonekana kana kwamba ameunawa mpira huo. Katika marejeo ya picha za video inaonekana hivyo, lakini mwamuzi Mdoe na wasaidizi wake hawakuipa Yanga mkwaju wa penalty ilivyostahili kutokana na tukio lenyewe, kwa sababu Mateo Anton alionekana ameongeza ukubwa wa mwili, jambo ambalo paswa kuwa ameshika, na kwa sababu ilikuwa ndani ya eneo la 18 ilipaswa kuwa mkwaju wa penalty. Lakini tukio lingine ni la Mbeya City kuelekea mwishoni mwa mchezo, walikuwa na nafasi nzuri ya kufunga, mpira wa kujibu ambao mwisho wa siku pasi ilikwenda kwa Vitalis Mayanga, yeye na Djigui Diarra akataka mpige kanzu. Ni katika tukio ambalo Djigui Diarra alistahili pongezi kubwa kwa sababu outsmart, alimzidi ujanja Mayanga, akaudokoa mpira katika namna iliyoifanya Yanga iwe salama, maana vinginevyo kwa muda wenyewe ilikuwa ni kwamba pengine ilikuwa yatosha kwa Mbeya City kupata ushindi katika mechi ambayo walizuia sana wakiwa katika eneo lao. Lakini kwa ujumla wake Yanga kama ilivyotarajiwa ndio waliomiliki zaidi mpira,
Jambo pekee hasa katika kipindi cha pili ilionekana kwamba kocha Romain Folz anapaswa kwenda kulifanyia kazi na kikosi chake ni juu ya namna kukabiliana na timu inayozuia zaidi kutokea chini. Ndiyo, badala ya kuwa na uvumilivu kama inavyohitajika pale timu ya kwanza uwanjani inapomiliki zaidi mpira huku timu nyingine ikizuia zaidi kutokea chini, miongoni mwa hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa ni pamoja na kuwa na uvumilivu, kucheza pasi nyingi katika eneo la nusu ya uwanja kwa sababu wao wanazuia zaidi, ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na wachezaji walau wawili watatu karibu na kati ya mstari wa uwanja ili kukabiliana na mashambulizi ya kujibu, counter attacks. Lakini waliobaki wanapaswa kuenea kwa mwendo wima katika kila channel. Yani kwa lugha nyingine, kwa kukumbushia tu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, uwanjani katika kushambulia huwa kuna line kama 5 katikati, halafu kuna zile ambazo zinaitwa half space, eneo kati ya beki wa kati mmoja wapo wa timu pinzani na beki wa pembeni katika upande mmoja wapo, na eneo lingine pia kuna nafasi kama hiyo. Kwa hiyo half spaces zinakuwa 2, halafu kuna maeneo ya pembeni kabisa. Kwa ujumla ni takriban maeneo 5. Timu inayozuia kutokea chini inapaswa kushambuliwa kwa subira, kwa kupasiana. Timu iliyo ya kwanza kupasiana, lakini kuhakikisha inakuwa na watu katika maeneo yote 5. Lakini kingine kikubwa ni hilo la uvumilivu, kuendelea kupasiana, kuwatafuta. Ndio ile wanasema utatoa utoi, na ndivyo ambavyo Yanga katika msimu uliopita kwa mfano 2024-2025 katika mechi walizokutana na timu inayozuia zaidi kutokea chini, namna ya kuwafungua mojawapo ni pamoja na hiyo. Maana si kazi rahisi kucheza na timu inayozuia zaidi kutokea chini, na sio tu kwa Yanga bali pia kwa klabu nyingine, kwa timu nyingine na hata nje ya Afrika. Barcelona, Manchester City kukumbana na timu inayozuia kutokea chini kuna kuwa na wakati mgumu kweli kweli katika kuzifungua. Lakini njia mojawapo huwa ni kupasiana kwa wingi katika kuhakikisha zinapatikana chances, nafasi za kuweza kupiga mashuti au ikibidi kupata faulo za karibu na lango ili kuweza kuadhuru. Lakini Yanga na hasa katika dakika 80 kuelekea mwishoni mwa mchezo ilionekana kana kwamba waliingia kwenye mfumo wa Mbeya City, kwa sababu licha ya kuwa na wachezaji wengi wabunifu, Peodo Pacome Zouzoua akiwepo uwanjani, baadaye alikuja kuingia Celestine Ekiwa, waliotoka ni pamoja na Maxim pia Nzengeli, lakini walioingia ni pamoja na Edmond John, kijana wa Tanzania mzuri katika kudribble mipira, kupiga mashuti. Striker washambuliaji alikuwepo Andy Bobo Boyeli, lakini pia alikuwepo Prince Pumelo Dube. Kwa maana ya rasilimali watu zilizokuwa uwanjani, kocha Romain Folz alikuwa sahihi, kwa sababu Mbeya City kwa kuzuia kwao zaidi kutokea chini palihitajika kuwa na washambuliaji zaidi ya mmoja, na ndicho alichokifanya baada ya kuwapunguza wachezaji kama Zuk Abuya. Lakini tatizo ni kwamba kuanzia dakika hiyo iliyoitaja, Yanga badala ya kuwa na subira kuendelea kupasiana, ingawa uwanja ulikuwa na changamoto zake, lakini hakuna namna nyingine ya kutengeneza mabao isipokuwa ni kwa kuwa na subira katika umiliki wa mpira ili kutafuta nafasi. Yanga badala yake nao wakawa wakicheza kama Mbeya City kwa kupiga mipira mirefu kutokea umbali mrefu kwenda katika lango la Mbeya City, mipira ambayo ilikuwa ni rahisi kuitabiri na kuwarahisishia kazi kina Ibra Ame katika kuijibu, katika kuicheza. Lakini mwisho wa siku Yanga walipata fursa mojawapo, mpira wa free kick ulipigwa vizuri na Edmond John, ukaenda ukalanguzo, ukagonga nguzo. Jambo ambalo pia na wao Mbeya City walipata tukio kama hilo, mpira wa kujibu alipiga Mbokile, ulibusu nguzo kabla ya kutoka nje. Kwa ujumla mechi ikaisha bila, kwa sababu kuelekea mwishoni mwa mchezo ilikuwa Mbeya City wanaendelea kubaki katika eneo lao, Yanga wakifikisha mipira kwa urefu, ikiwemo mipira ya crosses kwa ajili ya kutafuta fursa ya kupata bao. Ni njia mojawapo pia kucheza dhidi ya timu inayozuia zaidi kutokea chini, lakini ile ya kumiliki zaidi mpira inapaswa pia kuzingatiwa na kocha Romain Folz, ambaye bila shaka wachezaji wake na yeye mwenyewe mpango kazi wa benchi la ufundi ulikuwa hivyo, kutokana na kile ambacho alikizungumza baada ya mchezo kukamilika kwamba uwanja wa Sokoine jijini Mbeya hauruhusu kutambaliza mpira kwa sababu una manundu, hauruhusu hizo pasi ambazo hizi ninazozielezea. Pengine hiyo inaweza ikawa sababu, lakini mwisho wa siku Mbeya City ni wakupongezwa zaidi kwa pointi walioipata na wala si vinginevyo, kwa sababu ni Yanga hii msimu uliopita katika mzunguko wa pili wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons kwenye uwanja huo wa Sokoine walishinda kwa idadi kubwa ya mabao dhidi ya Tanzania Prisons, takriban mabao 5-0, na ni kwa namna hiyo dhahiri kwamba kocha Romain Folz na kikosi chake wanacho cha kufanya kuelekea michezo mingine
hasa pale wanapokutana na timu inayozuia zaidi kutokea chini kama walivyofanya Mbeya City, ili mwisho wa siku kuweza kupata ushindi. Vinginevyo ilikuwa ni mechi nzuri, mechi ambayo wakupongezwa ni pamoja na Mbeya City kwa namna walivyocheza kuhakikisha wanapata pointi, lakini pia tusisahau baadhi ya mwamuzi nayo kwa kiasi fulani yalichangia matokeo ya suluhu ya leo, kwamba Yanga pengine wangemaliza pungufu, kwamba Yanga pengine wangepata mkwaju wa penalty kwa tukio lile la dakika ya 54. Lakini kwa ujumla kilichoonyeshwa leo hii ni ishara halisi ya juu ya ushindani katika ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF, ikizidiwa tuna ligi ya Misri ambayo ni namba 1, ligi kuu ya Morocco namba 2, ligi kuu ya Afrika Kusini namba 3, ligi kuu ya Algeria ya namba 4, namba 5 na ligi kuu Tanzania bara. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.